Juni 30. Jumatatu. Mwaka wa 2025. Watumishi wa umma ambao ni wamishonari ni wahusika wakuu wa uchumi wa nuru. Mwanzo 37:7. Tulikuwa tukifunga miganda ya nafaka shambani, na ghafula mganda wangu ukainuka na kusimama wima, na miganda yenu ikauzunguka na kuinamia. Kwa kuwa remnant ni mishonari, panahitaji kuwa na baptizani ya siri. Wanahitaji tu kuwa wahusika wakuu wa harakati ya tafakari takatifu ambayo inafurahia baptizani, safari na miongozo ambayo Kristo alitoa. Kupitia Yusufu ambaye alifurahia hii baraka, kuna mambo ambayo wewe, remnant, lazima uone. Kwanza, Yusufu aliuzwa kama mtumwa kwa nyumba ya mkuu wa jeshi. Yusufu ambaye alifurahia siri ya harakati ya tafakari takatifu, ilileta maisha kwenye alilofanya kazi, ikiwa ni pamoja na nyumba ya kamanda wa jeshi. Zaidi ya hayo, hata akawa msimamizi wa nyumba nzima. Pili, Yusufu aliishia gerezani kwa jinsi alivyosingiziwa kwa uongo. Walakini, kwa sababu alishikilia siri ya harakati ya tafakari takatifu, baraka zilifunuliwa pia gerezani. Hata kutoka huko, alisimamia mambo ndani ya jela na kutafsiri ndoto za viongozi wa serikali. Tatu, aliishia kusimama mbele ya Farao. Ulikuwa ni wakati wa siri ya harakati ya tafakari takatifu iliwasilishwa. Farao wakati huo aliendelea kuota ndoto fulani lakini hakuweza kuitafsiri. Hata hivyo, Yusufu aliweza kutafsiri ndoto yenye hekima ambayo Mungu alitoa. Baadaye, Yusufu akawa waziri mkuu kwa mapendekezo ya Farao. Mara tu utakapoanza kufurahia mambo ambayo Kristo alitoa, wewe pia utakuwa mhusika mkuu wa harakati ya tafakari takatifu. Pia, utawasilisha hii kwa wengine na kuwaokoa kabisa. Ombi la leo: Mungu Baba, tafadhali nisaidie kuwa mhusika mkuu wa harakati ya tafakari takatifu ninapofurahia maombi ambayo Kristo alitoa. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.